andiko linasema Waebrania 7:18, maana kuna kubatilishwa kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya udhaifu wake na kutokufaa kwake, kwa maana ile sheria haikukamilisha neno. Na pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi, ambayo kwa hayo twamkaribia Mungu. Hapa tunapata tafsiri nyingi ambazo zinakuwa zikiletwa, ila hili andiko lipo vizuri kabisa. Linasema ile sheria ilibatilishwa. Sasa lazima ujue hiyo amri iliyobatilishwa ni amri gani. Ndio unaona kuna wale wanarudi wakisema hapa ni Sabato. Haina uhusiano na Sabato kabisa. Iangalie vizuri sura ya 7. Sura ya 7 inaelezea habari za ukuhani, si habari za Sabato. Asije ukachanganyikiwa na au ukaanza kusimama na mtazamo ambao si sahihi. Anza mstari wa 11. Anasema basi kama ukamilifu ulikuwapo kwa ukuhani wa Lawi, maana watu wale waliipata sheria kwa huo. Unaona kulikuwa na haja gani tena ya kuhani mwingine ainuke kwa mfano wa Melkizedeki, wala asihesabiwe kwa mfano wa Haruni? Kwa hiyo kumbe kuna sheria iliyotolewa ambayo ilikuwa ikiwaamurisha wana wa Haruni, kabila la Lawi, kuweza wao wawe katika sheria ya ukuhani. Lakini sasa tumepata kuhani mwingine. Kwa hivyo kuna sheria, kuna amri imetolewa kwa ajili ya ukuhani ule. Katika mstari wa 26 nataka tuweze kucheza kwanza na hii sura ya 7 peke yake kwanza, alafu ndipo tutarudi tuangalie hiyo amri vizuri. Mstari huu wa 26 anasema maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, ambaye asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na wa lolote, aliyetengwa na ukosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu. Kwa hivyo kumbe kuna ukuhani, kuna sheria ya ukuhani ambayo huyu kuhani mwingine amekuja kwa mfano wa Melkizedeki hakuwa yeye sawa na ile sheria ya ukuhani, ile amri ya ukuhani. Sasa turudi katika mstari wa 18. Anasema maana kuna kubatilishwa kwa ile amri iliyotangulia. Unaona amri ipi? Sasa tuje wakati akipewa hiyo amri. Hiyo amri amepewa katika kitabu cha Kutoka sura ya 28. Tunaanzia mstari wa 43 na ndio tu tutasoma huo. Anasema na Haruni na wanawe watazivaa hapo watakapoingia katika hema ya kukutania, au hapo watakapoikaribia madhabahu, ili watumike katika mahali patakatifu, wasije wakachukua uovu wakafa. Hii itakuwa ni amri ya milele kwake yeye na kwa wazao wake. Kumbe kuna amri ambayo imekwisha kutangulia, na hiyo amri ilikuwa inamwambia kuhani awe Haruni na wazao wake ambao itakuwa kabila la Lawi. Sasa tukirudi katika amri, anakuja kuonesha kwamba kumbe ile amri ilitanguliwa. Katika sura hii ya 7 anasema maana kuna kutanguliwa kwa ile amri iliyotangulia. Kwa hivyo amri iliyotangulia ni amri ya kumweka Haruni kuwa kuhani. Kabila la Lawi ndio walitakiwa kuwa kuhani. Lakini leo tuna kuhani anaitwa Yesu, huyu aliyezaliwa katika kabila la Yuda. Tunapataje kuhani katika kabila la Yuda wakati kabila la Lawi ndilo lililotakiwa kutoa kuhani? Kwa sababu unakumbuka Lawi ni mtoto ni wana wa Israeli. Kati ya wana wa Israeli ambao ndio wanakuja kuhesabia makuhani, kuhesabia makabila. Ndio unaona kuna kabila la Yuda, kuna kabila pia la Lawi. Sasa tukija kuangalia hapa pia ni kwamba sasa kumbe kuna hii amri ilikuwa ni amri ya ukuhani. Sasa
maana mstari wa 12 anasema maana ukuhani ule ukibadilika. Unaona, maana ukuhani ule ukibadilika, hapana budi sheria nayo ibadilike. Unaona, maana yeye aliyenenewa hayo alikuwa mshirika wa kabila nyingine, ambayo hapana mtu wa kabila hiyo aliyehudumia madhabahu. Unaona, kwa hivi kwenye kabila alilotoka Yesu hakuna aliyeandikiwa kuhudumia madhabahu, lakini kabila aliyokuwa nayo Haruni na ndio watoto wake wakawa kule, walikuwa wakitumika katika madhabahu. Kwa hiyo ndugu zangu, hakuna haja sasa, na wakati tulionao si wakati wa kumsikiliza mtu tu kwa sababu amesimama na anatoa tu neno. Hata kile ukafundishwa, hata kile unafundishwa sasa hivi hapa, lazima ukipitie, lazima ukidadavue, je, kinachosemwa ndio kweli? Lakini nataka niwaambie ndugu zangu, kama kuna sheria, kama kuna amri ambayo bado itakuwepo sasa, ili kuwepo zamani na itakuwepo mpaka mbinguni, ni amri ya Sabato. Hiyo haijatanguliwa na ipo katika amri 10. Kumbuka hii amri inayoelezwa hapa si amri ambayo ipo katika amri 10, na hakuna amri katika amri 10 sheria ya ukuhani. Maana tumeona katika Kutoka 28 ya kwamba hiyo amri anayosema ni amri ya milele kwake na kwa wazao wake ni amri ambayo ni ya ukuhani. Sasa hizi amri 10 zimeletwa kwa wana wa Israeli na zimeletwa sasa kwa watu wa Mungu. Unaona, ndio maana leo hakuna anayeiba ambaye atasema mimi niko sahihi. Yule anazini akijua kabisa amevunja sheria. Lakini hizo ni amri 10. Ndio anasema bado katika kitabu cha Marko cha Yakobo anazungumza hili swala, anaeleza. Unaona, akieleza ya kwamba ni bado wale wanasema kwamba sheria ziliishia msalabani, au hiyo amri imetanguliwa, basi ni amri ya Sabato. Sasa sikiliza hapa anachokisema. Sura ya 2 mstari wa 10 anasema mpaka 11, maana mtu awaye yote atakayejikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa ukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa hivi ni swala la kuweza kupitia maandiko. Usiamini kitu kwa sababu tu kinafundishwa hivyo na mzee wa kanisa, kinafundishwa hivyo na mchungaji au na nabii au na askofu. Hapana, uzima ni wa kwako. Usije ukakuta inakataliwa amri ya Mungu yenye uzima, alafu na wewe ukafuata mkondo